Sasa sio njia rahisi. Ni kitabu kirefu sana ambacho kukiishi inahitaji moyo wa chuma. Mimi nilianza kucheza timu ndogo ndogo hizi kwa vipindi tofauti tofauti. Nikiwa natoroka shuleni na kwenda kucheza, natoroka shuleni na kwenda kucheza. Nilicheza timu ya Nazareth Njombe, lakini pia nilicheza timu ya Ukwamani ya Kawe ambapo ndo nilikuwa naishi. Lakini pia nilicheza timu moja daraja la 4 ilikuwa inaitwa Ungaunga FC ya Kawe mwisho pale. Lakini pia nilicheza timu za mitaani ndogo ndogo nikizikumbuka zile za makombe. Ilikuwa Bini Abadi FC. Pia kulikuwa kuna timu inaitwa Mtipesa ipo Kawe, kulikuwa kuna timu inaitwa Mawingu Momane ya Msasani, kulikuwa kuna timu kibao ambazo nimecheza. Kwa hiyo na kumbukumbu ya safari yangu haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Yeah. Wakati huo unapiga timu zote hizo position gani? Mimi nilikuwa ni fullback wa kushoto. Kote huko. Nilikuwa fullback wa kushoto. Na mwalimu wangu alikuwa anaitwa Hamis Chilemba. Yupo mpaka sasa, nafikiri ndio mwenyekiti wa mtaa wa Ukwamani. Ukuwahi kuchange position? Nilikuwa nacheza fullback ya kushoto na nikiwa mdogo niliwahi kuumia. Sababu mimi ni typical mguu wa kulia, right foot. Kwa nikiwa mdogo niliwahi kuumia kwenye nyinyi mnaita kisturungi, sisi tunaita kigimbi. Niliumia huko nyuma. Kwa hiyo mguu wangu wa kulia nilikuwa nauhofia sana kuutumia. Kwa nikawa nimejizoesha mara nyingi kutumia mguu wa kushoto. So mpaka nafika kwa mwalimu Chilemba pale Kawe nilikuwa natumia mguu wa kushoto. Sawa. Kwa yeye akawa ananitumia kama fullback wa kushoto. Na walifuata historia kwa sababu kaka yangu yule Hussein Mwambungu ambaye ni kocha wa Fitness Mashujaa Queens sasa hivi. Yeye alikuwa ni fullback wa kulia. Kwa hiyo ananifananisha na ndugu yangu kwamba na yeye labda atakuwa fullback. Kwa ananiweka fullback wa kushoto. Kwa nimecheza kwenye ile position almost miaka karibia 3-4 ya utoto ile nakuwa. Wakati ile timu ya Ukwamani inasajili sasa kwenda kucheza ligi daraja la 3 wapi Kinondoni. Mimi nikawa sina nafasi kwenye ile nafasi ninayocheza. Kwa mwalimu akaniambia na kutoa uende ukacheze winga ili upate nafasi usajiliwe. Kwa nikatolewa sasa kwenda winga, nikacheza winga wa kushoto. Unaelewa? Lakini wakati nacheza winga wa kushoto nilikuwa nikitaitiwa kwenye upande wa kupiga cross kule kushoto. Nilikuwa na swing inside, alafu napiga mipira ya mguu wa kulia kwa sababu tayari mimi ni mguu wa kulia. Lakini mguu wa kushoto nimeutumia kwa sababu ya maumivu. Kwa hiyo nikawa natumia miguu. Kwa hiyo nilikuwa nikirudi ndani nafunga magoli kirahisi sana. Kwa baadaye yule mwalimu akasema hapana, wewe ni winga sasa hivi, sio tena fullback wa kushoto. Kwa hiyo tumekwenda, ile timu ilisajiliwa, tukawa wachezaji 35, baadaye akasema nataka wachezaji 30, mimi sikusajiliwa, nikakatwa na nikaenda daraja la 4 Ungaunga FC. Kwa ile Ungaunga ndio nikawa nacheza sasa mimi kama fullback, kama winga sasa. Umeelewa? Kwa nimecheza kama winga pale, baadaye nikastop tena kwa sababu mambo ya shule na nini. Nikaingia mtaani. Mapambano ya mtaani yakaanza, tumekwenda nimeshinda sana Kariakoo hapa. Kidongo Chekundu. Kazi yangu mimi ilikuwa ni kuli na kampuni ipo mpaka sasa inaitwa Mefamo. Kazi yake ni kubwa, ilikuwa ni kuuza viatu vya mitumba bei ya jumla. Kwa hiyo walikuwa wanachukua vile viatu kutoka kwenye magodown, analeta pale kwa kazi yetu kubeba ile mizigo kupanga ndani. Nilikuwa na rafiki zangu wakina Jitunze, wakina Hamza. Kazi yetu ni kupanga ndani na akija mteja akinunua tunaitoa nje. Kwa kila mfuko nitakaoshika nilikuwa nalipa shilingi 50. Kwa nilidumu shilingi 50. Kwa nilikuwa nilidumu pale kwa muda wa miaka 2 nikiwa shule nimeacha tayari. Mimi nimeishia form 2 lakini baadaye nikaamua tu kujiendeleza kimya unajua. Kwa hiyo niliacha shule nikawa nafanya hiyo kazi. Kwa kila mfuko nitakaoshika kwa siku nilikuwa nalipa shilingi 50. Kwa siku nikishika mifuko 30 ni 1500. So maisha yangu yakakaa hapo mpaka ilipofika siku kuna brother mmoja anaitwa Salimusi, alikuwa mchezaji wa Mtibwa. Yule bro ana kaka yake anaitwa Ahmadi Usi, yupo Kawe pale. Sasa mimi Kawe ndio nilikuwa ni mtaani. Yule bwana alisema kwao Pemba wana timu ya daraja la kwanza. Wanahitaji wachezaji wenye uwezo kwenda kusaidia ile timu. Kwa tuliondoka kwenda Pemba mimi na rafiki yangu anaitwa Shaibu, namuita Shaibu Poki. Kwa tukaenda Pemba. Kwa Pemba tulifanya vizuri sana kwenye hiyo timu. Uwanja ambao tulikuwa tunachezea unaitwa Gombani na nilikuwa nafunga kila mechi. Gombani. Baada ya kucheza kama mechi 12 nikiwa na goli kama 9 hivi na sidhani kama kuna mchezaji wote na goli 9 kwenye ligi ile. Nilikuwa mdogo sana. Kama ukileta kumbukumbu vizuri miaka naanza kucheza ligi kuu, nimecheza timu ya taifa hata jezi hainitoshi. Kwa kipindi nakwenda Pemba nilikuwa mdogo sana.
2005 hivi. So wakati nafunga goli nyingi, kuna timu ambayo ndio ilikuwa kila mtu anaitamani, ilikuwa inaitwa Hard Rock, timu ya jeshi. Wale Hard Rock waliniona, wakanitupia jicho na wakasema tunamtaka mchezaji. Kwa timu yangu sasa, kitu cha kwanza pale nilikuwa natumia jina la mtu mwingine. Yaani nilikuwa na kipindi usajili umefungwa, yakafanyika magumashi, mimi nikachukua kadi ya mtu. Kwa kile kitu kwanza kilikuwa kinaniumiza kwa sababu nikifunga goli usiku anatangazwa mtu mwingine. Unafunga ni wewe lakini jina. Kwa nilikuwa nategemea kwamba usajili ukipinduka mimi nitasajili kwa jina langu sasa. Lakini wakati tunaendelea Hard Rock wakanihitaji mimi. Kwa usajili ulipofika, sasa natakiwa nitoke sasa niende Hard Rock. Vitu viwili kwanza vilivyotakiwa vifanyike ni kwamba wale Hard Rock watakiwa wape wale 800,000, timu yangu inaitwa Imara. Lakini still walikuwa nataka na mipira 10. Still natakiwa mimi nitumie jina lile lile. Kwa sababu wao lina maslahi na wao. Kwa mimi niligoma. Kama siwezi kwenda kule kwa kutumia jina lile lile. Masuala ya 800,000 na mipira isoke nyinyi jadilianeni. Sawa, lakini kwa sababu Hard Rock aliahidi mimi kwamba tukiingia kwenye timu yetu sisi baada ya mwaka huu utakwenda depo utakuwa mwanajeshi. Kwa mimi nilikubali. Lakini zoezi likawa gumu kwa sababu ya jina. Mimi nilikataa kwa sababu nilitaka na mimi nitumie jina langu na nina kitambulisho. Na kumbuka pia nasoma Tegeta sasa ni mimi wakati huo. Nikaona anyway siwezi tena kucheza hapa kwa sababu wao hawaniangalii mimi, wanajiangalia wao. Kwa hiyo nilitoroka nikarudi Dar es Salaam. Niliporudi Dar es Salaam, nilipofika nyumbani nilikuta funguo ipo kwa jirani kwa sababu nilikuwa nakaa ghetto na kaka yangu. Nilikuta funguo ipo kwa jirani. Nilipochukua kufungua tu mlango nikakuta pale chini pana bahasha, nikaifungua. Ile bahasha imeandikwa bwana, sisi tumeondoka. Tumekwenda kucheza mpira Iringa. Nimeweka nauli sehemu fulani. Ukifika tu siku yoyote, panda gari njoo Iringa sehemu fulani. Nikifika kule nitatafuta simu, nitakutafuta. Mimi ndio nilikuwa na simu, kakaangu hakuwa na simu. Kwa sababu wakati naenda Pemba, alinipa simu yake mimi nikaenda nayo. Kwa hiyo yani yeye akawa ananitafuta kwenye simu yake. Kwa hata kati anaondoka kwenda Iringa kidogo tena kwa sababu yani mimi sasa kwa usalama wangu Kwa hiyo aliondoka bila simu kwamba nikipata simu nitakutafuta. Ila ujumbe akaniachia pale na nauli akawa ameacha sehemu. Kwa hiyo mimi sikukaa hata siku pale. Niliposhuka tu nyumbani nikabeba tena begi langu vizuri, nikabadilisha tu nguo, kiatu ile. Nikabeba nikapanda gari za kwenda Iringa. Nilikwenda Iringa sehemu moja inaitwa Kidamali. Kidamali ilikuwa na timu inaitwa Maji Africa. Ile timu ilikuwa ichezi mashindano ya ligi lakini walikuwa wanacheza makombe. Na wakati tunakwenda kule tulikuwa wanajiandaa na kombe la Mfindi. Sio ushalisikia kombe. Kombe la Mfindi ni kombe ambalo linachezwa kwenye wilaya ya Mfindi. Bingwa alikuwa anakwenda kucheza finali Zanzibar. Ilikuwa inaitwa kombe la Muungano. Mfindi Muungano. Ilikuwa inaandaliwa na mtu anaitwa Daudi Yasini. Basi nikaenda nikajiunga na ile timu. Nikawakuta wenzangu kule wakina Beni Kitangita, wakina Vonka. Kuna golikipa mmoja mzuri sana sasa hizi sijui kwa nini aliacha mpira, alikuwa anaitwa Mohamed Mbulumundu, sisi tulikuwa tunamuita Kaseja. Alikuwa na boli sana. Anajua sana. Kwa nini wakuta kule? Tukaanza mazoezi pamoja, lakini mimi kwa sababu nimetoka kwenye ligi, ndani ya ile timu nikaonekana mimi ni bora sana. Fitness. Yes. Kwa hiyo nilionekana mimi ni bora sana pamoja na age nilikuwa nayo, pamoja na umbile nilikuwa nao, lakini nilikuwa ni msaada kwenye ile timu. Kwa hiyo mwalimu alikuwa akipanga timu mimi nabaki nje kwa sababu ya maumbile, yani kimwili kidogo. Lakini ikitokea kuna dharura lazima mimi nifanye nini? Cheza. Nilikuwa nabadilisha matokeo. Kwa winga sasa. Nacheza winga. Tulikwenda tukacheza mashindano mpaka nusu finali. Nusu finali mpaka dakika ya 10 tayari timu yetu ina kadi nyekundu 2. Nakumbuka situation ni nakwambia situation ngumu sana. Hapana, mimi sikuwepo kwenye hizo kadi nyekundu. Beki mmoja na striker mmoja anaitwa Mayuki Ali. Lakini tulikomaa mpaka dakika 90 tuko bila. Na timu yetu inaogopwa sana. Sababu tulikuwa tunaweza kucheza watu 8 na tukapata matokeo. Iringa ya watu wa Iringa wengi watakwambia hiyo timu inaitwa Kidamali. Kwa hiyo tunatazama hapo. Kwa hiyo tulikwenda kiukweli yani hiyo timu ipo, yani watu wa Iringa wanaijua. Kina Fred Mwambono watakwambia. Katika mechi za kirafiki ambazo tumecheza zote hatujawahi kufungwa hata mechi moja kwa mwaka mzima tuliokaa pale. Hiyo 2000 ngapi? Hiyo kwa 2006. 2006. Yes. Umeona? Kwa hiyo ilipofika dakika 90 zimeisha kwa sababu ni nusu finali. Nitakia icheze penalti zipigwe. Kwa kipa wetu alikwenda kwenye goli, ikapigwa penalti ya kwanza akacheza. Anaitwa Vonka, Isaac Vonka. Siko na golikipa wawili, kwa hiyo Mbulumundu na Isaac. Akacheza penalti. Baada ya kucheza penalti ikaonekana ile penalti inabidi irudiwe. Ikarudiwa, jamaa wakapata. Tukaenda kupiga sisi.
tukapata. Refa akasema tena penalti irudiwe, mpigaji golikipa hakuwa tayari, ikarudiwa tukapata, ikawa ni 1-1. Penalti ya pili ikabidi kipa sasa muulize refa, hapa niko sehemu sahihi? Ndio. Refa akainua nyuma huku tena kampa kadi nyekundu kwenye penalti 5-5. Kwa hiyo tulitolewa na mechi ikaishia pale. Tulivyokwenda kutafuta kujua nini kitajiri, kwa sababu refa akafanya makosa, sababu baada ile kadi nyekundu sisi pale tulikwenda na mashabiki ambao hawafiki 10. Tulikuwa tunaenda na fuso. Wale mashabiki walikuwa wachache sana kiasi kwamba hawezi kuanzisha fujo kwenye uwanja ambao sio wa nyumbani. Kwa hiyo mashabiki wa pale walikasirika sana, na wao ndo wakainuka kwenda kumwataki refari. Basi sisi tukaondoka zetu, na ndio kabisa wale mashabiki sio wa kwetu. Kwa hiyo tulipofika njiani mida kama saa 2 hivi tukasikia simu redioni. Ndicho ilikuwa ni redio ya Iringa Ibon FM. Wanatangaza kwamba timu ya Kidamali imeondolewa kwenye mashindano kwa sababu